Katika hali isiyo ya kawaida, wananchi wa mtaa wa Rwelu, manispaa ya Mtwara Mikindani mkoani Mtwara, wamesema hawako tayari kuendelea kunywa supu ya kuku wala mbuzi wakiwa kwenye mtaa wao wa Rwelu baada ya kubainika kutokea kwa mtu ambaye amekuwa akiwaingilia viumbe hao wasio na hatia maskini. Wanyama na ndege hao waishio Rwelu wamekuwa wakikumbana na chamtema kuni kutoka kwa mtu huyo ambaye hana huruma, aliyekosa maadili na asiye na hofu ya Mungu, na imefikia hatua akimwingilia kuku basi lazima atakufa na utakutwa utumbo umejitokeza kwa nje. Inaumiza, inafikirisha na inaacha maswali yasiokuwa na majibu. Binadamu akishiriki tendo la ndoa na binadamu mwenzake panachimbika. Unajua, furugu lake sio la kitoto. Vipi leo binadamu huyo anapokiingilia kindege kidogo kinachofugwa? Kinapitia maumivu gani kindege hiki? Na hata mbuzi anawatesa kiasi gani? Mimi naitwa Karim Faida, hii ni Faida Online TV. Naitwa Mwanaija Yusufu Mtimba. Ni mkazi wa Rwelu, kata Jangwani. Kuna kijana na lawiti kuku, mbuzi. Ninavyosikia taarifa hizo zimekuja kama mara 2 au mara 3. Mara ya kwanza amelawiti mbuzi. Mbuzi ya mwenyewe ameshika mbuzi, akaja naye mpaka serikalini. Kama unavyojua, watoto hapa wamefunga yameisha. Akakaa mtaani huko, mara tunasikia amelawiti kuku huyu, amelawiti kuku huyu, amelawiti kuku huyu, kuku wangu amekufa. Ndio siku hiyo bwana mmoja huyu ndo akamkuta kuku wake amelawiti, utumbo umetoka. Unaona? Ndo akaja serikalini. Serikalini huku nako wanafunga tu, hasa ndo wala tujui. Naitwa Mustafa Sefu Mchanyambi, ni mkazi wa mtaa Rwelu ndani ya manispaa ya Mtwara Mikindani. Kuna tukio limetokea hapa majuzi, ni tukio ambalo la kusikitisha kwa kweli, sio tukio zuri. Kwa hiyo yani ukihitaji kuku sasa hivi kama ukiwa mgeni, vijana waweza wakuuzia kwa sababu kuna shitani ni rahisi kumpeleza kwa kuchukua bandani tu wakuuzia kwa sababu utokana changamoto kama hiyo. Tukua aliingiliwa na binadamu. So katika utaratibu kiumbe kishaingiliwa na binadamu basi akifuata tena kuliwa na binadamu mwingine. Kwa hiyo ili tukio ni la Kenya sana. Supu sasa hivi tuna changamoto. Yaani supu yani tunakula miogo tu sasa hivi. Supu samaki basi. Kama kuna imani za kishirikina sijajua mwenyewe labda katika imani yake, lakini mimi naamini kwamba anafanya vitu labda kwa utashi wake mwenyewe, kwa nafsi yangu ninavyoona mimi. Kwa majina naitwa Hamisi Mselewa almaarufu Bomola au Msauzi. Naishi mtaa wa Rwelu. Mimi binafsi sasa sili kuku, sili mbuzi. Kwa sababu yani nahisi kila kiumbe hicho nilichokitaja kinaingiliwa na mwanadamu ambao anatusumbua kwenye huo mji. Na kinachosumbua zaidi sio yeye tu kufanya hili tukio. Watu wanaofanya hili tukio wanalibeba sana, yani hawajawahi kumfikisha kwenye vyombo vya sheria. Tujawahi kusikia tu amepelekwa kwa mwenyekiti wala kwa nani. Swala la ng'ombe sijawahi kusikia, lakini viumbe hivi viwili hivi vinashughulikiwa kila siku. Kwa mfano kama kuku akishaingiliwa, mwisho wa siku anakufa kabisa. Naitwa Ali Saidi na Mala, ni mwenyekiti wa mtaa wa Rwelu kata Jangwani. Hizo tabia unazo. Kwangu mimi nitachukua hatua zaidi ya hizo, na mimi sipendi hayo mambo yatokee, na ndio maana unakuta kama kwenye mtaa changamoto zote zinanifikia na ninazitatua. Kwa hiyo siwezi kudhibitisha mimi kwamba hazitatokea kwa sababu inawezekana akawa anaendelea kufanya, lakini mimi nilichokiangalia ni kuchukua action, yani kwamba ni hatua za kisheria kama ataendelea kuzifanya, kwa sababu na sisi wenyewe tunakuwa na askari wetu, tunawaambia huwa wanazifanya hizo kazi za uchunguzi, na nina imani hata kama hizo zimejitokeza. Kwa hiyo yeye mwenyewe anajua kwamba uongozi wa sasa hivi unahitaji nini. Faida Online TV tutaingia ndani zaidi na kufuatilia ili kujua mpango mkakati wa serikali ya mtaa huo wa Rwelu juu ya huyo ambaye anafanya matukio kama haya ya kidhalimu. Mpaka kufikia hapo nimefikia tamati. Naitwa Karim Faida, hii ni Faida Online TV. Nikukumbushe kusubscribe, kulike na comment yetu ili endelee kupata habari zetu. Sisi ni watu wa field. Asante na kwaheri.